Mjamzito, kama umekuwa ukipata changamoto ya damu yako kwamba haiongezeki katika kipindi chako cha ujauzito, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Wako baadhi ya wafuatiliaji wangu hapa wanauliza maswali kuhusiana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, na kumekuwa na maswali mengi sana. Moja wapo ni huyo anaitwa Hasani, anasema kwamba daktari, habari yako, mke wangu ana mimba ya miezi 8 lakini damu yake iko 0.8. Labda anamaanisha kwamba damu yake iko 8 ambayo iko chini. Unajua mama mjamzito damu yako itakuwa ianzie 11 gram per deciliter au zaidi. Sasa nimekuja na kitabu hichi hapa au product hii hapa, kama mnavyoweza kuona. Hichi kitabu kitakusaidia wewe kuweza kuongeza damu yako katika kipindi cha ujauzito. Ni kitabu ambacho nimekiandika na kipo simple, yani kipo rahisi sana. Unaweza kukisoma. Kiko na peji 50 tu na kitakusaidia kuweza kujua sababu za wewe kupungukiwa na damu katika kipindi cha ujauzito, lakini vile vile na suluhisho lake, na haswa kwenye suluhisho dawa zipi za kuweza kuzitumia ambazo nimeweza kutolea mifano, lakini vile vile kama unataka kuongeza kwa kupitia mboga na juisi, ni juisi zipi za kuweza kutumia. Kitabu hichi kinapatikana kwa shilingi 15,000 tu ya Kitanzania na unaweza ukakipata mahali popote ulipo. Kwa kama unakihitaji, unaweza kuweka oda yako, kanitafuta, nitakupa namba yangu hapo chini kwenye description, utaiona, na utahitaji, kama utahitaji basi utaweza kunitumia message, na mwisho wa siku mimi nitakuelekeza kitabu kipate wapi. Lakini gharama yake ni shilingi 15,000 tu, utakitumia kwenye kizazi chako chote, labda kama kutakuwa na mabadiliko. Lakini vile vile huyu anaitwa Venasia, yeye anasema kwamba ni dawa ipi mbadala wa kuweza kuongeza madini ya chuma wakati wa ujauzito. Sasa inawezekana wewe unajiuliza maswali. Humu ndani nimeweka dawa za aina nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kulingana na hali yako ya kiuchumi, lakini vile vile na unapendelea dawa ipi ya kuweza kuitumia, ambao kuna mifano mingi sana nimeweza kuitoa. Lakini vile vile kuna mwingine aliweza kuniuliza swali, anasema daktari, mimi mke wangu ana upungufu wa damu lakini anatapika sana na tumbo kuuma juu ya kitovu na vitu kama hivi, inawezekana na kiungulia. Sasa kama mkeo ana kiungulia, unaweza click suggestion hapo juu kusikiza video kuhusiana na maumivu ya kiungulia na suluhisho lake. Lakini kwenye issue ya upungufu wa damu, kitabu hichi hapa kitaweza kukusaidia kuweza kuhakikisha kwamba unaondokana na hiyo changamoto, na nakuhakikishia, lakini vile vile ukikisoma kitakusaidia wewe kuweza kupunguza adha au madhara ya upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Yuko mwingine huyu anaitwa Regina Miringa, yeye anasema kwamba samahani, naitwa Regina na ujauzito wangu wa 3 na mimba ina miezi 6 na wiki 1, lakini nilianza kliniki nikiwa na damu 15, sasa hizi nina 10. Sasa sijajua shida nini daktari, naomba unisaidie. Mambo yale hapa nimeeleza sababu za upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, lakini vile vile na njia ipi ya kuweza kuepuka. Tunajua kwamba ukiwa na upungufu wa damu mwishoni kuna uwezekano wa kuweza kuongezewa damu, na nimeeleza vigezo ambavyo vinaweza kupelekea wewe kama mama mjamzito ukaongezewa damu katika kipindi cha ujauzito katika kitabu hichi, na nimeeleza mambo mengi sana ambayo yanaweza kapelekea wewe kuwa na upungufu wa damu, na nimejikita zaidi kwenye suluhisho la kuondokana na upungufu wa damu. Kwa hiyo tunaona sababu nimeweka chache, lakini njia za kuondokana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito ziko humu ndani, na uhakika kabisa na kitabu changu kwamba kitakusaidia kuhakikisha kwamba swala la upungufu wa damu linaepuka katika kipindi cha ujauzito. Viko vitabu vichache, kwa hiyo unaweza kuwahi ukaweka oda yako ukakipata kwa shilingi 15,000, na mimi nitakuwa tayari kuweza kuituma mahali popote ulipo. Vitabu vinapatikana, vipo, lakini si vingi sana kama unavyoweza kuona, viko vichache, na kama unaweza kuwahi fursa, changamkia fursa. Kwa hiyo kitabu hichi kitakusaidia wewe kuondokana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea upungufu wa damu, nimeweza kuelezea kwenye kitabu hichi, lakini vile vile yako mambo mengi sana ambayo unaweza kukutana nayo kama dalili. Kitabu hichi kinaweza kukusaidia kuweza kujua dalili zake, matunda yapi ya kuweza kutumia kuongeza damu, muda upi wa kutumia dawa zako za kuongeza damu, dawa zipi unatakiwa ubadilishiwe, dawa zipi ambazo unaweza kuzitumia zikaongeza damu haraka sana na ukawa uko vizuri kwa kufuata maelekezo ya hichi kitabu. Na kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako kwa wakati wote ule. Sasa kama ulikuwa una swali kuhusiana
na upungufu wa damu. Maana ya upungufu wa damu, kuna video nilieleza kwa ufupi sana. Unaweza click suggestion hiyo hapo kusikiza video hiyo kuhusiana nini maana ya upungufu wa damu na mjamzito unatakuwa na damu ya ngapi. Kama umejiona kabisa una upungufu wa damu, kitabu hichi hapa kinapatikana. Unaweza kuweka oda yako hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu maswali yako na kukupatia kitabu hichi mara baada ya kumaliza malipo yako.